Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, Mhashamu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi, ameazimisha misa ya wafu kwa nia kuombea pumziko la milele ndugu zetu marehemu waliouawa wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Vilevile katika misa hiyo ameombea uponaji wote waliojeruhiwa katika tukio hilo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu wapendwa, taifa letu limejeruhiwa na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri wiki ya uchaguzi mkuu. Sio tu limepoteza heshima, lakini limepoteza watu, raia ambao wameuawa kiholela. Katika masimulizi yanayoendelea, wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani, wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Hilo halionyeshi sura ya Tanzania hata kidogo. Na hilo halina maelezo. Hilo halina msamaha. Ni chukizo mbele ya Mungu. Katika somo la kwanza, mambo mawili yanadokezwa: haki na hekima. Tanzania tumepoteza muono wa haki, na mara nyingi katika mazungumzo yetu, aidha kwa makusudi au kwa ujinga, tunazungumza juu ya amani, lakini hatuzungumzi juu ya haki. Sasa hakuna amani bila haki. Hilo mliweke sawa vichwani mwenu. Haki ni msingi wa amani. Narudia tena, haki ni msingi wa lazima wa amani. Jambo la pili lililotokeza kwenye somo hilo ni hekima. Hekima ni wasifu wa Mungu, na mwanadamu mwadilifu anatazamiwa kuwa na hekima. Je, Watanzania tuna hekima? Katika somo la Injili, Bwana Yesu anatufundisha juu ya makwazo. Atakaye mkwaza mmoja wa walio wadogo, afadhali kama angefungiwa jiwe kiunoni na kutumbukizwa baharini. Kwa maneno mengine, anayejiruhusu kushabikia au kufanya makwazo ni chukizo mbele ya Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoadhimisha misa hii ya kuwaombea ndugu, jamaa, marafiki na raia wenzetu
waliouawa wiki ya uchaguzi, tumwombe Mungu atuhurumie na atujalie hekima. Atujalie tena utayari wa kutenda haki na kuwa wa kweli.